biashara. Alisema hivi kauli yake, mimi huyu ukishamrudisha naondoka kwenye kazi na iache hii kazi ukishamrudisha. Sasa tatizo ni nini? Kama nilikuwa siruhusiwi kufanya biashara hapa, mali yangu wangenipa, nikajua pa kwenda, nikawachia kibaraza chao. Mara ya kwanza walininyang'anya, na sasa hivi tena wameninyang'anya wakaweka watu wao. Kwani shida ni nini? Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet. Wafanyabiashara wa soko la Chuini wamewasilisha changamoto zao mbalimbali kwa mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdalla, wakitaka hatua zichukuliwe ili kupatiwa ufumbuzi. Wakizungumza wakati wa kuwasilisha changamoto hizo, wafanyabiashara hao wamesema huduma ya vyoo katika eneo hilo haijaridhisha, huku wakilalamikia gharama kubwa za matumizi ya vyoo na vizimba vya kuendeshea biashara ambazo kwa mujibu wao haziendani na hali ya maisha wanayokabiliana nayo. Kibaraza kwanza tupunguzie bei. Bei zimekuwa kubwa, kibaraza kimoja 80,000. Liangalieni na soko. Na samaki siku 3. Pesa hiyo faida ni 20,000. Kwenye hiyo 20,000 chooni nakwenda mara 5. Chooni nakwenda mara ngapi? Mara 5. Sijalipia kibaraza. Watoto wangu nyumbani hawajala. Sina nyumba, nategemea kodi hiyo. Hivi kweli maneno yake yatakoboa? Kwa hiyo tunaomba vibaraza vishushwe bei, na mnapopita tukisema kama sasa hivi hali zetu ngumu na nini mnazilia mtustahimilie. Sio mkipita tukikondeni hali ngumu mnaanza kutufungia tepu. Wakati na nini pia mnajua kama hali ngumu. Hivi mnapotufungia tepu mmekusudia sisi tufanye nini huko mitaani? Usiku wa saa 3 pia chooni tukienda tunaambiwa tulipie. Mchana mzima pesa zetu tunazimaliza kwa choo. Dada mkubwa hivi najistahi, mwasababisha mimi nikajisaidie vichakani nikumbane kule na makonda. Nimechutama naangalia nyuma kuna konda na yeye anajisaidia. Hii ni haki? Ndio mama. Hongera. Mtufikirie. Kwa vichakani tunapenda, tunakwenda kwa uchungu. Hela haijizi mahitaji kwa muda wote tuende nayo sisi chooni. Nashukuru serikali kwa kutujengea soko lenye nafasi kubwa kama hii. Hongereni sana serikali kwa kuliona hili. Mimi sina mazungumzo mengi, lakini natizama katika mtazamo ambao wa soko lilivyo. Mimi nitakwenda kulingana na hali ya population ya watu na soko lilivyo. Soko ni zuri na tunahitaji minada yote ije hapa, lakini pia tuangalie hali ya soko lilivyojengwa na milango ilivyo. Milango haijitoshelezi kulingana na mazingira ya soko lilivyo, kwa sababu wananchi wengi wako juu, wako pembeni huku na huku. Kwa vile meombi langu, naiomba serikali itotobolee milango, ingawaje walitoboa mlango mmoja, mlango huo ukaingiza maji, lakini serikali naamini haishindwi kufanya miundombinu ikawa maji hayaingii ndani. Kwa mfano ulipoondoka hapa siku ya mnada wa mwanzo, ulienda Jumbi, na Jumbi kule kulifanyika mkutano mdogo ambao ulikuwa na baadhi ya viongozi na wewe mwenyewe ulihudhuria. Kuna kauli uliitoa, tulisikia na vingine tukatizama na nyingine tukatizama taarifa zile kwenye simu, lakini hatujasikia hizo taarifa kwenye vyombo vya habari kama TV na redio. Kwa mfano, ulizungumza kwamba kuanzia leo biashara zote za ndizi, imagine na biashara nyingine zote, zinatakiwa kwa upande wa kaskazini zishuke kwenye soko la Chuini. Kauli hii ilisikika, lakini bado utendaji haujafanyika. Kwa hiyo
Kwa ufupi tu mimi naomba ile kauli yako uliosema kwa msisitizo kwamba biashara ya ndizi Unguja mzima na biashara nyingine za kaskazini zote zinatakiwa zishuke katika soko la Chuini kuanzia leo. Kwa hiyo tunataka ile kauli ifanywe kazi na Mwenyezi Mungu akitujalia huenda tukafanikiwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdalla amesema amezipokea changamoto hizo na atazifanyia kazi kwa lengo la kuboresha mazingira na huduma katika masoko. Lambatata, vitunguu pamoja na tangawizi na mambo mengine tayari tumeshazungumza na Abubakar vizuri tu, lakini naye pia kwa masikitiko Abubakar kuna kitu amekizungumza ambacho wafanya biashara wa Chuini tunacho. Hichi nitakwambieni. Abubakar anakuuzieni tangawizi shilingi 1500. Nyinyi mnauza mnapandisha mpaka 3000. Mpaka wengine 3500. Sasa hii ni nyewe wenyewe mnajikaanga kwa mafuta yenu wenyewe. Yeye anakuuzieni kwa shilingi 1500. Basi hewe basi angalau iwe shilingi 2000, lakini mnakwenda mpaka shilingi 3000, 3500. Bidhaa lazima zitakaa na watu moja kwa moja watasikitika. Sasa sisi tumeshamwambia Abubakar kama ambavyo wafanya biashara wa Chuini ukiwauzia kwa shilingi 1500, basi wewe utauza kwa rejareja shilingi 2000, ili na wao wakisema kwamba kuna vibaraza kuna nini, ili angalau na wao waweze kufika katika pale katika position ya kuweza kwenda vizuri. Kwa hivyo nalo hili pia mjirekebishe, kwa sababu mnapokwenda mnakomoa walaji, lakini nyinyi huku mnafanyiwa takfifu, nyinyi mnafanya kwa mujibu ambavyo vya kukomoa walaji. Hivyo hatutokwenda na hilo amelizungumza kinywa kipana na amesikitika sana. Kwa hivyo tutamzungumza naye tena na tumemwambia kwamba hali hiyo aweze kuendelea nayo. Kwa hivyo kama akikuuzia shilingi 1500, kweli kuna harama za kibaraza na mambo mengine basi ifike angalau shilingi 2000, lakini wewe unakwenda kuuza shilingi 3500 mpaka 3000, sio busara na ni dhambi kubwa kabisa tayari ya kukomoa wananchi katika eneo la biashara. Lakini swala jingine ambalo mliolizungumza, mimi katika siku ambazo nilizokaa hapa nimepata mambo mengi kidogo. Swala la mlango, tunatumai kwamba kesho watakuja wataalamu wetu, watakuja kutizama utaratibu wa kutoboa mlango ili hali ya wananchi wa huku nao waweze kupita vizuri kwa ajili ya kuja kufuata bidhaa zao. Lakini chengine ni kuhusiana wafanyabiashara ambao wanovujiwa. Kuna wafanyabiashara wengine wanavujiwa, hawakusema, lakini mimi nayajua mambo kidogo, nimekaa nao. Swala lenu tayari tumeshalichukua na tutalifanyia kazi haraka, lakini wale mama ntilie waliokuweko juu kule kupika bidhaa zao zote watapika kule juu, lakini kuuza asubuhi mpaka saa 4 watashuka chini pale, watakwenda kuuza ili tuweze, tayari mimi na GM tumeshalizungumza na hatimaye kwamba natumai kwamba tutakwenda vizuri. Lakini tunasisitiza kwamba wanakaa kwenye meza zile watakuwa wanafuata utaratibu ambao wa soko ulivyo, lakini pia tunasisitiza sana usafi wa maeneo yetu ya kazi. Kwa hivyo kama watakuwa pale wapo wanafanya ile chakula, ikifika saa 4 wanaondoka ili waweze kwenda zao juu kuendelea na bidhaa zao, kwa sababu majiko yao yako juu. Aidha, amewataka wafanyabiashara kuacha kulaumiana na badala yake kushirikiana na serikali katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazowakabili ili kuleta maendeleo katika masoko na taifa kwa ujumla. Lakini nikuombeni wafanyabiashara, sasa hivi umefika wakati
tusilaumiane sana, wala nyewe wenyewe kwa wenyewe msilaumiane. Huu ni wakati wa kujenga zaidi na kufikiria kwamba hatuna pengine isipokuwa ni hapa. Hapa ndipo sehemu ambayo inapotupa riski zetu za halali. Sisi tuungane pamoja, tutizame kila mmoja mwenye rai yake kwamba nini tufanye ili kukuza na kuendeleza soko letu katika kuhakikisha kwamba linakuwa bora na linakuwa ni la aina ya pekee. Kwa hivyo nitakuombeni kwamba haya yote yaliyotoka mtu asichukue ndani ya kifua chake, achukue kwamba haya yametolewa kwa nia na madhumuni ya kujenga, na tunakwenda hivyo kwa sababu ni lazima tujue kwamba sote tunategemeana. Wafanya biashara tunategemea waendeshaji soko, waendeshaji soko tunategemea wafanya biashara, viongozi tunawategemea wananchi na kadhalika. Kwa hivyo hii tuchukue kwamba ni chemchemu ya kujenga, ni chemchemu ambayo ya kila wakati tuweze kupata mawazo kama hivi, tujue kwamba wananchi na hawa wafanya biashara ndio kioo chetu. Tunaona kwamba wapi pana tundu ili tuweze kuiziba, tuweze kuendelea mbele zaidi. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Alexa Madaha. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.